بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sura ya leo ni surat al-Qasas ikiwa katika juzuu ya 20 ni sura ya 28 yenye aya 88. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema Tasin mim Allahu a'lam bimuradihi bidhalika. Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye makusudio halisi ya sura hizo tatu. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Hizi ni aya za kitabu kilicho wazi maana yake. Natlu alayka min naba'i Musa wa Firaun bil haqqi liqaumi yu'minun. Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasoma mbele yako habari za Musa na Firaun kwa ukweli mtupu ambao utawasaidia watu wenye kuamini. Inna Firauna ala fil ardi wa ja'ala alaha shi'an. Firaun alitawala katika dunia akajitakabbarisha akajifanya bora na watu wa ardhi wananchi wa Misri akawagawa vikundi akawafanya watu wa Misri vikundi mapote yastadhifu ta'ifatun minha, akiwadhalilisha baadhi yao kikundi miongoni mwao, yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, kwa kuwachinja watoto wao wa kiume na kujibakishia watoto wa kike. Innahu kana minal mufsidin. Hakika Firauna alikuwa ni mtu mmoja wapo katika waharibifu. Wa nuridu an namunna ala alladhina istudhifu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema tulichokushakia tumeshaamua kuwaneemesha wale waliodhalilishwa bila adhabu katika nchi ya Misri. Wanajalahum a'imma, tuwafanye wao ndio viongozi. Wanajalahum alwarithin, tuwafanye wao ndio warithi wa utawala. Wanumakkina lahum fil ardi, tulikushamua tuweke vizuri mipango ya utawala katika dunia. Wa nuri ya Firauna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Na kisha tumuonyeshe Firaun na Haman na jeshi lao, tuwaonyeshe ubaya wa vitendo walivyokuwa wakifanya, ubaya wa hadhari aliyokuwa nayo. Kila walichokihadhari wakajikuta kimewavamia bila kujua, bila kuweza kukiepuka. Haina ila ummi Musa, tunipeleka kwa hai kwa mama yake Musa, kumwambia an ardhihi, mnyonyeshe huyu mtoto, fa idha khifti alayhi, utakapoogopa waovu kuja kumvamia, fa alqihi fil yammi, mweke katika bahari. Wala takhafi, wala usiogope, wala tahzani, wala usihuzunike, inna raduhu ilaika, sisi tutamrejesha kwako, tutakurejeshea huyo. Wajailuhu minal mursalin, na tutamfanya katika wajumbe. Mama yake Musa alayhi salam alikuwa na wasiwasi mkubwa, kwani Firauna alieneza askari zake kuwasaka watoto wa Bani Israeli wenye ujauzito, kwa sababu alikushaambiwa kwamba atazalika mtoto katika ukoo wa Bani Israeli ambaye mtoto huyo atakuja kuwa ni sababu ya kuondoka kwa ufalme wako. Yani Firauna aliambiwa hivyo na wachawi wake. Kwa habari hiyo, kwa hadhari ya habari hiyo kuja kumtokea, akaamua watoto wa kiume wote watakaozaliwa na Bani Israeli wachinjwe, wabakishwe watoto wake tu. Na akaifanya kazi hiyo kama anavyosimulia Mwenyezi Mungu, lakini akampa ilhamu mama yake Musa kwamba amtie katika sanduku, amweke katika mto wa maji. Mto wa maji utamchukua umpeleke kwenye chini ya kasri ya bustani ya Firaun. Hivyo kwa hikma zake Mwenyezi Mungu atamfanya wao wenyewe hao kina Firaun wamlee Musa. Atamlea mpaka atakapofika wakati alipopangiwa na Mwenyezi Mungu alete mabadiliko katika dunia ya kuondosha utawala wa uungu wa Firaun na kutawalisha uungu wa Mwenyezi Mungu wa haki. Basi mama alimweka katika bahari katika jamanda ya kisanduku,
akaelea faltaqatahu alu firauna wakamokota jamaa zake firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana akawa baada ya kuokotwa kwake na kulelewa katika familia ya kifalme aligeuka akawa ni adui wa Firauna na aila yake wa hazana kihuzunisho kikubwa. Inna Firauna wa Hamana hakika Firauna na Hamana wa junudahuma kanu khati'in na askari zao walikuwa ni wakosefu kabisa wamekosea vibaya. Waqalat imra'atu Firauna akasema mke wa Asiya qurratu aini li wa lak bana wewe huyu mtoto hatujui anakotoka lakini tumfanye kama ni mtoto wetu mimi na wewe kiburudisho cha jicho letu mimi na wewe kwa kuwa mama Asia alikuwa hakuzaa hapo kutokana na Firauna kujidai uungu. La taktuluhu anasema Asia msimkamua mtoto huyu asa an yanfana ili atunufaishe au natakhidhahu walada au tumfanye mtoto wetu wa nyumbani wa hum la yashurun hali yakuwa hawajui kwamba atakuja kuwa adui. Wa asbaha fuadu ummi Musa farira kwa kuipata habari hiyo mama yake Musa ukawa moyo wake mama yake Musa uko safi kabisa umeridhika kabisa kwa furaha aliyokuja kuwa nayo inkadat la tubdi bihi laula an rabatna alayhi ala qalbiha litakuna min almu'minin. Alikaribia mama kutoa siri na kumdhihirisha kwamba huyo ni mwanawe laula an rabatna ala qalbiha kama tusingali utia malhamu tukafungamanisha moyo wake kwa subra litakuna min almu'minin ili kwa lengo la kwamba awe yeye ni miongoni mwa waumini wa kwanza. Waqalat li ukhtihi mamake Musa alimwambia ndugu yake Musa qussihi mpeleleze sanduku hili tampeleka wapi hili fabasurat akawana kwa umbali kama Musa anjunu kwa umbali wa hum la yashuruna na hali yakuwa hawajui kwamba wanaonekana akina Firauna alikuwa hajui kwamba wanaonekana. Wa haramna alayhi almaradhiya min qablu tulimharamishia manyonyaji kwa wanyonyeshaji wote walioletwa ili kuchaguliwa mnyonyeshaji bora atakayemkubali tulimharamishia min qablu waqalat akasema mlezi wake hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum jamani nyinyi msipate taabu msipate taabu nyumbani kuna mtu ambaye ataweza kumnyonyesha huyu na kumlea yuko mtu ataifanya kazi hiyo kwa ajili yenu wa hum la hu nasihun na yeye mtu huyo atakuwa anampendelea mazuri tu mtoto huyo. Faradnahu ila ummihi mwenza nasema tukamrejesha kwa mama yake tulimrejesha kaitakarra ainuha ili liburudike jicho lake mama yake Musa wala tahzan nasihuzunike walitaalama najue anna wa'da Allahi haqqan wa wa'da Mwenyezi Mungu ni kweli walakin aktharuhum la ya'lamun lakini watu wengi tu hawajui kwamba wa'da wa Mwenyezi Mungu ni kweli. Walamma balagha ashuddahu wastawa ala atainahu hukman wakati Musa alipofika barabaro akakamilika ujana dume atainahu hukman wa ilma tulimpa utume na ujuzi wakadhalika najzil muhsinin na namna hii ndivyo tunavyowalipa watenda mema. Wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha akakimbilia nchini Yemen Mtume Musa kaingia katika nchi hiyo wakati wa mapumziko watu wamepumzika nyumbani mwao yeye kaingia katika nchi hiyo fawajada fiha akakuta ndani yake rajulani akatatilani watu wawili wanapigana hadha min shaati mmoja katika jamaa zake Musa wa hadha min aduwihi na mmoja katika maadui zake Firaun fastaghathahu alladhi min shi'atihi akamwomba msaada yule ambaye ni katika jamaa zake ala alladhi min aduwihi amsaidie juu ya yule ambaye ni adui yake fawakazahu Musa akampiga konde mwonevu wakadha alayhi akamaliza uhai wake hapo akafilia mbali hapo qala akasema Musa
hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin. Hichi ni kitendo cha kishaitani hichi. Shaitani ni adui mpotezaji wa dhahiri. Qala, akasema Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi. Mola wangu, mimi nishadhulumu nafsi yangu. Faghfir li, nisame. Faghfara lahu, Mungu kamsamehe. Innahu ghafurur rahim. Kwani yeye msamehevu. Faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim, yeye msamehevu, mrehemevu. Qala rabbi bima an'amta alayya min khairi. Ewe Mola, kwa neema ulionineemesha mimi, falan akuna dhahiran lilmujrimin. Na kuomba nisije nikawa mimi msaidizi wao. Nisije nikawa msaidizi wa wao watu wao. Fa asbaha fi madinati khaifan yatarakab. Kutokana tukio hilo Musa akabaki katika nchi ya Yemen hali ya woga, anachunga lipi litakatokea. Fa idha alladhi sansarahu bil ams. Kushtukia jamaa yake yule aliyemwomba msaada jana, yastasrihuhu, anampiga kelele, Musa watakuniua huyo. Qala, Musa akamwambia lahu yule jamaa yake. Qala lahu Musa, akasema kumwambia jamaa yake Musa, innaka la hawiyyun mubin, wewe mpotovu matata sana wewe wa dhahiri. Falamma arada an yabsisha billadhi huwa adu lahum. Wakati Musa alipotaka kumchukulia hatua yule adui yao, Qala, yule jamaa yake alisema, ya Musa, akaropokwa, wewe Musa, wewe aturidu an taktulani kama qatalta nafsan bil amsi. Hivi unataka kuniua kama ulivyoua mtu jana? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardh. Huna unachokitaka wewe kukifanya isipokuwa ni kujifanya jabari katika dunia. Wama turidu an takuna minal muslihin. Wala hutaki wewe kuwa katika nafsi ile kwa imetengenea. Nafsi ile tengenea humo hii. Wajaa rajulun min aqsal madina. Akaja kijana katika kutoka nje ya nchi, nje Madina. Yasa anakuja haraka. Qala, akasema, ya Musa, inna la mala'a ya'tamiruna bika. Musa, wewe watu wanakulia njama huko. Liyaktuluka, ili wapakupatie nafasi wakuue. Fakhruj, mimi kuomba utoke nchini humo. Inni laka minan nasihin, mimi nakutakia khair. Fakharaja min khaifan yatarakab. Akatoka Musa nchini Yemen khaifan, pamoja na woga, yatarakab, akichunga kabisa na kungoja lolote litakalotokea. Qala rabbi najini min alqawmi dhalimin. Akasema, we Mola, niokoe mimi niepukane na watu madhalim. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Nabii Musa alipoelekea mjini Madyana alisema, ewe Mola, nakutaraji wewe tu mimi. Nataraji Mola wangu ataniokoa na kunielekeza kwenye njia ya usawa. Walamma warada ma Madyana, alipofika kwenye kisima cha Madyana akawachota kwenye maji kaka kivulini. Wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Akakuta kundi la watu wanachota maji wakiwanyosha wanyama wao na wakijaza vyombo vyao. Wawajada min dunihim, na akakuta pembeni huku mrataini, kuna wanawake wawili, tadhudani, wanazuia mbuzi wao. Qala, akasema Musa, ma khatbukuma, mna shida gani nyinyi, mbona mko hivyo tuachota maji wakaenda wenye makado? Qala la nasqi hatta yusdira. Wakasema vijana hawa wawili wa kike, sisi hatuwezi kuingia tukasokotana na watu pale kwa kuchota maji mpaka watu wamalize wote. Wa abuna shaykhun kabir, baba yetu mzee hawezi kuja hapa yeye peke yake. Fasaka lahuma thumma tawalla. Basi Musa akawachotea maji watu binti wawili wale, kisha akakimbilia kwenye kivuli chake. Faqala rabbi inni lama anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, ewe Mola, mimi lima anzalta ilayya min khairin, fa khairi yote ambayo unaiteremsha kwangu fakiru na hitaji. Fajaatuhu ihdahuma tamshi ala sihya. Muda si muda akamjia yule mmoja katika wale wanawake wawili akitembea kwa hali ya haya tahayuri kabisa. Qala, akamwambia,
Musa we inna abi yadu baba yangu anakuita liyajziyaka ajira ma sakaitalana ili akulipe ujira wa kazi uliyofanya kutuchotea maji. Falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas Musa alipomjia bwana Shuaib akamsimulia kisa chake. Qalat ihdahuma alisema mmoja wao katika wale mabinti wawili, ya abati stajiru, baba mwajiri huyo anatufaa huyo. Inna khaira man istajarta, kwani mtu bora wa kumwajiri alqawiyul aminu, ni mwenye nguvu kama huyu na mwaminifu. Inasemekana kwamba Nabii Musa kwanza wakati wanakuja zao kwa mzee wao walikuwa mbele, Musa alikuwa nyuma, lakini akamwambia nyie kaeni nyuma, mimi nielekezeni tu, fuata kulia au kushoto basi. Kwa hivyo hapo akaokota nukta ya kwamba huyu ni mwaminifu. Na kwenye ule mfuniko wa kisima ambao ulikuwa hawezi kuondolewa kwenye kisima ule mpaka watu wakapata kuchota maji, ila ni watu 40, na yeye kaondosha peke yake, akapata nukta ya pili ya kwamba ana nguvu. Kwa hivyo ndio kwenda alipofika kwa Nabii Shuaib na mabinti wale wakatoa mapendekezo. Kaambia baba, huyu mkodi huyu atatufaa sisi, kwani mtu bora kumkodi ni mwenye nguvu alafu mwaminifu. Qala, akasema bwana Shuaib, Musa we inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini, nataka nikuozeshe mmoja katika hawa mabinti zangu wawili. Ala anta ajurani 8 hidadi, kwa ajili unitumikie unifanyie kazi muda wa miaka 8. Fa ina tamamda 10, ukiwa tatimiza 10 pamenandika na ihsani yako. Wama uridu ana ashuqa alayka, lakini sitaki nikulazimishe. Satajiduni insha Allah minas salihin, utanikuta mimi apendapo Mwenyezi Mungu ni katika watu wema wanaojuka na watu vizuri. Hayo ya kutimiza miaka 10 ni makubaliano ya mimi na wewe. Haya yatakuwa baina ya mimi na wewe. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya, muda wote nitakaotimiza wa miaka 8 au miaka 10 nitakapomaliza, basi pasije pakawa tena na ugomvi kwangu. Wallahu ala ma naqulu wakil, na Mwenyezi Mungu juu ya haya tunayosema hapa ni shahidi. Mwenyezi Mungu shahidi wetu. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi, alipomaliza Musa muda na karuhusiwa kuondoka pamoja na watoto wake, anasa min janibi turi, aliuona kwa umbali upande wa mlima wa Tur naran, moto. Qala, akamwambia ahli zake, qala li ahlihi, akamwambia ahli zake, unkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw ajidu ala an-nari aw jadwatin min an-nari la'allakum tastalun. Mimi nimeona gani hapa, mnisubiri, mimi nimeona moto kwa umbali, huenda nikakuleteeni habari yoyote nzuri, au kama sikupata habari yoyote nikakuleteeni cheche ya moto mkaja kukoleza hapa na ninyi koza koje saidia kwa baridi. Falamma ataha, alipokufikia Musa moto ule, nudi alilinganiwa min shati alwadi alaymani, kutoka upande wa ngambo ya jangwa lenye baraka, fil buqatil mubaraka, katika kiwanja kitakatifu, mina shajarati, upande wa mti huo aliouona uking'ara. Akaambiwa, ya Musa, we Musa, inni ana Allah, mimi ni Mungu wako, Rabbul alamin, Mungu wa viumbe wote. Wa ana alqi asaka, iweke chini ya fimbo yako. Falamma raaha tatazuka annaha jannu, Musa alipoiona fimbo inavengenyuka, inaruka vishindo kama kipelele, wala mustadbiran wala mudbiran, aligeuka mbio, wala mudbira wala yuaqib, aligeuka mbio bila kuzunguka nyuma. Akaambiwa Mwenyezi Mungu akamdiriki, ya Musa aqbil wala takhaf, Musa we rejea wala usiogope, innaka minal aminin, wewe uko katika amani. Usluku yadaka fi jaybika takhruj bayda, uingize mkono wako kwenye shingo ya kanzu, utatoka mweupe, min ghairi su'i, bila madhara yote. Wadmum ilaika janahaka, ubane juu ya mkono wako kwa bani kwako.
minarabi ili kuwatulizanisha hoga. Weka mkono wako kwa pani minarabi kwa kukimbiza hoga. Fadhanika burhanani, hiyo miujiza miwili mirabbika itoka kwa Mola wako, ila Firauna ndena kwa Firauna malai na jamaa zake, innahum kanu qauman fasiqin, hakika ya wao kwani wao wamekuwa ni watu wahuni kabisa. Qala, akasema Musa, rabbi inni qataltu minhum nafsa, ewe Mola mimi nimewahi kuua katika wao, katika jamii zao mtu, khafu an yaktulun, kwa hiyo naogopa wasije wakaniua na mimi. Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana, si hivyo tu lakini na ndugu yangu Harun mfasaha zaidi wa kuzungumza. Fasiluhu ma yaridan, kwa hivyo mpe na yeye ujumbe huu pamoja na mimi awe ni msaidizi wangu, yusadikuni, kanisadikishe, inni akhafu an yakukadhibuni, mimi naogopa wasije wakanikadhibisha. Qala, Mwenyezi Mungu akamjibu mtume wake Musa akamwambia, sanashuddu adudaka bi akhika, tutakuunga mkono, tutakuunga nguvu kwa ndugu yako, wanajalu lakuma sultanan, na tutakufanyeni nyinyi nguvu, fala yasilu ilaikuma, hawataweza kukufikeni kwa dhara yoyote, biayatina, nendeni na dalili zangu hizi, antuma nyinyi wa manittaba'akum al-ghalibuna, na watakao kufuateni nyinyi ndio washindi, nyinyi na watakao kufuateni nyinyi ndio washindi. Falamma jaa'ahum Musa, alipowajia mtume Musa kina Firauna na watu wake, biayatina, pamoja na dalili zetu, bayinati zuwazi, qalu, alisema, ma hadha illa sihrun muftara, haukuwa huu aliokuja nao huyu Musa isipokuwa ni uchawi uliozuliwa. Wama sami'na bihadha fi aba'ina alawwalin, na wala sisi hajapata kusikia kutokana na wazazi wetu wa kwanza kwa Mungu apeleke mtume mtu. Waqala Musa, akasema Musa, rabbi a'lam biman jaa bilhuda, Mola wangu anajua aliyekuja na uongofu, minandihi, kutoka kwake, wa man takunu lahu aqibatu dar, na ambaye atapata nyumba nzuri ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Innahu la yuflihu dhalimun, kwani hakika hali halisi ni kwamba hawafanikiwi madhalim. Waqala Firaun ya ayyuhal mala, Firaun alisema, enyi watu wakubwa wa Misri, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijui mimi kwa kuna Mungu kwenu nyinyi isipokuwa mimi. Fauqid li nar ya Hamana ala tin, fauqid li ya Hamana, niwashie we Hamana ala tin, juu matofali ya dongo, nataka nijenge mnara wa upae mbinguni. Faj'al li sarhan, nijenge mnara utakokuwa na stage juu, la'alli ataliu ila ilahi Musa, ili nipande nikaonane na huyo Mungu wa Musa. Wa inni la adhunnuhu min alkadhibin, na mimi namdhani Musa wenyewe ni mwongo. Wastakbara huwa wa junuduhu, alitakaburi Firauna na askari zake, ila katika nchi ya Misri bighairi alhaqi, bila haki. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, na walidhani kwamba wao hawatorejea kwenye uamuzi wetu, walidhani kwamba mambo yatakuishia hapa, hawatorejea kabisa. Fa akhadhnahu, lakini tuliwachukulia hatua wa junudahu, yeye na askari zake, fanabadhnahu fil yam, tukatupilia mbali katika mkondo wa Suez Canal. Fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin, basi hebu angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu madhalimu. Wajannahum a'immatan yad'una ila an-nar, tukawafanya kina Firaunu na jamaa zake kuwalingania watu kwenye adhabu ya moto. Wa yawmal qiyamati la yansarun, na siku ya kiyama hawatanusuriwa. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah, tuliwasindikiza katika dunia hii kwa laana na siku ya kiyama vile vile. Hum minal makbuhin, hao ni katika watu wabaya kabisa wasiokuwa na maana. Walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu min ba'di ma ahlakna alquruna alula, baada ya kuziangamiza karne za kwanza. Basaira linnas, hali ya kuwa ni uoni kwa watu, wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun, ikiwa ni mwongozo na ihsani ili wao waonyeke. Wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra,
Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad SAW, hukuwa wewe upande wa magharibi ya mto wa Jordan wakati tulipoamua kumgharikisha Musa, kumgharikisha Firaun, na tukapeleka ujumbe kwa Musa. Idh qadaina ila Musa al-amra, wakati tulipoamua kumpa ujumbe Musa. Wama kunta minashahidina, wala wewe hukuwa hadhiri wakati walipoangamizwa Firaun na watu wake. Walakinna ansha'ana qurunan fatatawala alaihim al-umur, lakini tulitengeneza karne zikawa zinapishana karne baada ya karne mpaka zikawa mrefu umri. Wama kunta sawiyan, wala hukuweko wewe ukikaa fi ahli Madiana, hukuwa mkazi wa kudumu katika nchi ya Madiana. Tatlu alaihim ayatina, kuwasomea aya zetu. Walakinna kunna mursilin, lakini tulikushaamua kukupeleka wewe ujumbe. Wama kunta bijanibi turi idh nadaina, na wala hukuwa wewe karibu upande wa jabal Turi wakati tulipomlingania Musa. Walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir, lakini ni ihsani tuliyokushaandaa kwa Musa na wafuasi wake na rehema kutoka Mola wako, ili wakofishe watu ambao hawajapata kujiliwa na mkofishaji, hajapata kujiliwa na mkofishaji min rabbika kutoka Mola wako, la'allahum yatadhakkarun, ili waonyeke. Walaula in an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, na lau kama siku onelea kwamba itakuja wafika watu adhabu kwa madhambi yaliyofanywa na watu wengine, fayaqulun, halafu wakaja kusema rabbana laula arsalta ilaina rasula, Mola wetu, kwa nini hukutupelekea sisi mjumbe? Fanatabia ayati, tukazifuata aya zako, wanakuna minal mu'minin, na tukawa minal mu'minin, katika waumini. Basi tumefanya hivi ili kukimbiza malawama hayo na masikitiko na majuto. Falamma jaahumul haqqu min indina, lakini ilipowajia wao kweli kutoka mbele yetu, qalu, walisema laula utiya mithla ma utiya Musa, kwa nini hakupewa Muhammad? Anasema hivyo, kwa nini hakupewa Muhammad mfano wa kitabu alichopewa Musa? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu, wanajidai hivyo, si ndio hao waliokufuru kwa kufuria kitabu alichokuja nacho Musa cha Taurati? Hao kalu pale waliposema sihirani, Musa na Haruni ni wachawi wawili, tadhara, wameungana, waqalu inna bikullin kafirun. Firaun na watu wake wakasema, uamuzi wetu wa mwisho sisi tunakufuru Musa na Harun. Sasa ni lipi watakoliamini? Qul, waambie, fatu bikitabin min indillah, basi leteni kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu, huwa ahada min, ambacho ni kitabu cha uongofu kushinda hicho alichopewa Musa na Muhammad. Leteni, attabi'uhum, mtakifuata, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mnasema kweli kwa hicho mtakachokileta kwa kinatoka Mwenyezi Mungu, mtakifuata. Fa ilam yastajibu lak, ikiwa hakuweza kuitika wito huo, fa alam annama yattabi'una ahwaahum, chukua uamuzi ujue kwamba hao hawana wanachokifuata isipokuwa mapenzi ya nafsi zao. Waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, na nani aliyedhalimu zaidi wa nafsi yake kushinda mtu ambaye amefuata mapenzi ya nafsi zake bila uongofu wote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi kwa kuwa wafanikishia mambo yao ya dunia na akhera watu ambao ni madhalim. Walaqad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun, Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tumewaunganishia akina Musa na mitume wengine, nyamati zao tumeziunganishia zao kauli ya ukweli, la'allahum yatadhakkaruna, ili waweze kuonyeka. Alladhina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun, na wale tuliowapa kitabu kabla ya hii Qur'ani, basi Qur'ani wanaiamini. Wa idha yutla alaihim qalu, na inaposoma kwao Qur'ani husema
amanna bihi sisi tumeamini hiyo innahu alhaqqu min rabbina hiyo ni haki inatoka kwa Mola wetu inna kunna min qablihi la muslimin hakika sisi tumekuwa kabla ya kuja hii Qur'an tulikuwa na Waislamu ulaika yu'tauna ajrahum maratayn Mwenyezi Mungu asema watu hao watalipwa ujira wao mara mbili bima sabaru kufuatana na subra yao wayadrauna bil hasanati sayyata hao kazi wanayofanya ni kuepusha maovu kwa kutenda mema wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika baadhi ya riziki tunazoruzuku wanazitoa sadaka kwa kuwagawia wenye shida wa idha sami'u llaha a'raduna wanaposikia maneno ya upuuzi wanayapa mgongo waqalu wakasema lana a'maluna wa lakum a'malukum huambia wale wapuuzi kwamba sisi tuna mali zetu tunazofanya kwa mujibu wa miongozo na maandiko ya kitabu kilichotamshwa kwetu na nyinyi mna mali zenu tusikerane wa lakum a'malukum salamun alaykum amani baina yetu yenu la yambaghi la nabtaghi jahilin sisi hatuko tayari kuwafuata wapotofu innaka la tahdi man ahbabta Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad jitahidi utakapojitahidi hutoweza kumuongoa unayemtaka wetu walakin Allah yahdi man yasha lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayemuongoa anayemtaka kumuongoa wa huwa a'lamu bil muhtadin na yeye ni mjuzi wa wale waongofu wakalu wakasema tena makafiri inna tabi'il huda ma'aka wanasema Quraysh wa Maka kumwambia mtume Muhammad sallallahu inna tabi'il huda ma'aka tukiwa tutafuata uongofu pamoja nawe nutakhattaf min ardina tutaporwa kutoka nchi yetu tukifuata uongofu pamoja nawe nutakhattafu min ardina tutaporwa tufukuzwe katika nchi yetu Mwenyezi Mungu anasema wasiwasi huo walionao ni wa nini awalam numakkil lahum haraman amina kwani hatujawaandalia sisi wao nchi takatifu yenye amani yujuba ilayhi thamaratu kulli shay nchi ambayo inaletewa matunda mbalimbali kutoka kila upande rizqan min ladun ikiwa ni riziki kutoka kwetu rizqan min ladun hali ya kuwa ni riziki kutoka kwetu tunawaletea hayo bila gharama yote walakin aktharahum la ya'lamun lakini wengi wao hawataki kujua ukweli wa kama ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha ni wengapi tumeshaangamiza watu wa vijiji ambayo vimefanya batar fujo za maisha zao fatilka masakinuhum lam nutuskan min ba'dihim angalie makazi yao hayakukaliwa wala hayakuhamiwa na yote mwingine baada ya wao ila qalilan isipokuwa sehemu chache tu wa kunna nahanul warithina na sisi ndio tukawa ndio warithi wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuangamiza watu wa kijiji mpaka kwanza apeleke mjumbe katika mji wake mkuu mjumbe huyo yatlu alaihim ayatina atakayesoma kwa aya zetu wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun na hatuangamizi mji ila ni kwamba watu wa mji huo ni mazalim ukiona mji umeangamizwa basi ujue kwamba watu wa mji huo ni mazalim sio bure tu wama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha na starehe yote mtakayokuwa mmepata duniani ni starehe ya dunia ya udanganyifu tu na mapambo yake wama indallahi khairun wa abqa fala ta'qilun lakini starehe za kweli na za kudumu ziko mbele ya Mwenyezi Mungu ni bora na zenye kudumu kwa nini hamtumii akili afaman wa'adnahu wa'dan hasana hivyo yule tulimpa ahadi nzuri wa walaqihi ambaye atakutana nao kwa malipo yake ya peponi kama matanahu matal hayati dunya itakuwa ni sawa na yule ambaye tulimpa starehe ya udanganyifu ya uhai wa dunia thumma huwa yawm alqiyamati min almuhdharin kisha akawa siku ya kiyama atahukushwa kwenye adhabu wa yawma yunadihim ikumbuke siku atakayowaita Mwenyezi Mungu wayakulu aseme
aina shurakai alladhina kuntum tazumuna, wako wapi wale waungu wenzangu ambao mlikuwa mkijidai mkijigamba nyinyi? Qala alladhina haqa alayhimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwayna, watasema wale ambao umeshathibitikiwa na neno la adhabu, mlezi wetu, hawa ndio ambao tuliwapoteza sisi. Akawainahum, tumewapoteza kama gawaina, kama tulipotea sisi. Tabarra'ana ilaika, lakini tujitakasha kwako. Ma kanu iyana yabudun, tunajitakasha kwako, wao hawakuwa kituabudu sisi, hawakuwa kituabudu sisi wao. Waqila du'u shurakaakum, wataambiwa waiteni wale waungu wenu, washirikina wataambiwa hivyo. Fada'uhum, watawaita, falam yastajibu lahum, lakini waitwaji hawatoitika. Wara'au al'adhaba, wakati ambapo washaiona adhabu, law annahum kanu yahtadun, watamani kwamba tunatamani ya ilahi, tunatamani kama na sisi tungelikuwa waongofu. Wapi tena, maji yameshamwagika. Wa yawma yunadihim, ikumbuke siku atakawalingana Mwenyezi Mungu. Fayakulu, aseme, madha ajabtumul mursalin, ni kitu gani mlichowaitika wajumbe wangu niliowatuma? Fahamiyata alaihim alambao, zitafichikana kwa habari wasijue la kujibu. Yauma idhin, siku hiyo, fahum la yatasaaluna, itakuwa hata nafasi ya kuulizana wao kwa wao, kwa kukumbushana hawana. Fama man taba wa amana wa amila salihan, ama yule mwenye kutubia akamwamini Mwenyezi Mungu akayafanya mazuri, fa asa an yakuna minal muflihin, huyo atakuwa katika waongofu waliofuzu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na Mola wako anaumba anachokitaka na anachagua. Ma kana lahum alkhiyaratu, hawana wao khiyari yoyote, uamuzi ni wa Mwenyezi Mungu tu. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, ametakata Mwenyezi Mungu na kutukuka, ametakata na ametukuka kuepukana na yale wanayomshirikisha nayo washirikina. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinu suduruhum wa ma yulinuna, Mola wako anajua yale wanayoficha ndani ya vifua vyao na yale wanayodhihirisha. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa, ni yeye pekee yake Mwenyezi Mungu ndiye mstahiki wa ibada, hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa yeye. Alhamdulillah fil ula wal akhirah, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mwanzo na mwisho. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un, na ni wake Mwenyezi Mungu uamuzi na kwake yeye mtarejeshwa. Qul, sema Muhammad, ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada, hebu nipeni habari ikiwa Mwenyezi Mungu ataufanya kwenu usiku mmoja kwa moja ila yawm al-qiyamah, mpaka siku ya kiyama. Man ilahun ghayrullah, ni Mungu gani asiyekuwa Allah? Yatikum bidhiya, atakakuleteni mwangaza mkaweza kuona njia. Afala tasmaun, kwani hamsikii? Qul waambia, raitum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara samada, kama ataufanya Mwenyezi Mungu kwenu mchana moja kwa moja, hauja usiku, ila yawm al-qiyamah, mpaka siku ya kiyama. Man ilahun ghayrullah, ni Mungu gani asiyekuwa Allah? Yatikum bilailin taskununa fihi, atakakuleteni usiku mkapata kupumzika. Akuleteni usiku mkapata kupumzika nani? Afala tubsiruna, nyinyi hamuoni? Wa min rahmatihi, na katika rehema zake Mwenyezi Mungu, ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi, amefanya Mwenyezi Mungu usiku na mchana ili mpate kutulizana ndani yake. Walitabtaghu min fadlihi, usiku mtulizane, mchana mtafute riziki min fadlihi. Wala'allakum tashkurun, na ili mzishukuru neema za Mwenyezi Mungu. Wa yawma yunadihim fayaqulu, ikumbukeni siku atakayowaita Mwenyezi Mungu aseme, aina shurakai alladhina kuntum tazumun, wako wapi waungu zangu ambao mlikuwa mkijigamba nyinyi? Wanazana min kulli ummatin shahidan, na tutavua kutokana na kila umati shahidi. Fakuna, tukawaambie, hatu burhanakum, leteni dalili zenu. Faalimu, wakajua, anna alhaqa lillah, kwamba haki ni yake Mwenyezi Mungu. Wadalla anhum ma kanu yaftarun,
na watapotea kutokana na wao makana yaftaruna yale ambayo wameyazua. Inna Karuna kana min qaumi Musa, hakika Karuna alikuwa katika watu wa Musa, fabagha alaihim, akafanya kibri juu yao. Wa atainahu min alkunuz, na tulimpa mali nyingi, ma inna mafatiha wa tanu bil usba, mali ambazo funguo tu za store zake ghala zake zina washinda watu 10 ulilikuwa wenye nguvu. Idh qala lahu qawmu, kumbuka pale aliposema walipomwambia jamaa zake, la tafrah, ewe Karuni, usifurahi kwa fujo, inna Allaha la yuhibbul farihin, Mwenyezi Mungu hawataki watu wenye kufurahi kwa fujo. Wabtaki bima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, na ichume kwa kutumia hicho alichokupa Mwenyezi Mungu, ichume nyumba ya akhira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, na usisahau sehemu yako aliyokupangia kustarehe nayo duniani. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, fanya mazuri kama alivyokufanyia wewe Mwenyezi Mungu mazuri. Wala tabghil fasada fil ardh, wala usifuate ufisadi katika dunia. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Mwenyezi Mungu hawapendi watu waharibifu. Qala innama utituhu ala ilmin indi, Karun asema kuambia bani Israel, jamani msinikere mimi, inni utitu, mimi nimepewa mali hii ala ilmin indi, kutokana na ilmu yangu. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun, Karuni huyu anatoa jeuri hizo, hajui kwamba Mwenyezi Mungu ameangamiza kabla yeye watu wengi ambao maana huwa ashadu minhum quwwa, wenye nguvu kuliko yeye, wa akthar jamaa, wenye kukusanya mapato mengi kuliko yeye. Wala yusalu an dhunubihim almujrimin, na wala haulizwi kabisa kuhusu madhambi yao wao, itakuja adhabu yao tu basi, hawatapewa nafasi ya kutia wakili, hakutotolewa kabisa nafasi ya kuweka wakili na kujenga hoja mpya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, basi Karuni huyo alitoka siku moja katika siku yake ya furaha, birthday yake. Kala akasema, alladhina yuriduna alhayata dunya, wakasema watu ambao wanamuonea choyo Karun kwa starehe za dunia, ya laita lana mithla ma utiya Karun, tunatamani na sisi tungepata mapato kama aliyopewa Karun. Innahu ladhu hadhin adhim, hakika mwenzetu amepata fungu kubwa. Faqala alladhina utul ilma, lakini papo hapo wakaja kusema watu waliopewa ilmu ya yaqini, wa ilakum thawabullahi khairul liman amana, ule wenu msitamani msimtilie choyo Karun, thawabu za Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kufanya amila salih na kufanya mazuri. Wala yulaqaha illa sabirun, na hawaipati bahati hiyo isipokuwa wavumilivu. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, Mwenyezi Mungu asema tulimzizimisha Karun, yeye na nyumba yake na mali zake zote. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, hakupata kabisa kikundi ambacho kuja kumsaidia yeye min dunillahi, asiyeku Mwenyezi Mungu. Wama kana min almuntasirin, na wala hakuwa katika watu walionusurika. Wa asbaha alladhina tamannaw makana, wakawa wale waliotamani upate nafasi yake bila amsi, wale waliotamani kupata nafasi yake jana, yakuluna wakasema, waika anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha, tumebahatika Mungu wewe, Mwenyezi Mungu mkunjulia riziki zake anemtaka katika waja wake, wayakadiru na mwingine humfumbia kwa mtihani. Laula amanna Allahu alaina, kama asingeletuneemesha Mwenyezi Mungu sisi kwa kutupa kiasi ya riziki zetu tu, la khasafa bina, angaletuzimisha nasi katika ardhi kama alivyomzimisha Karun. Wa yakaannahu la yuflihu alkafirun, tunasikitika hakika jambo hilo la kunjuliwa neema duniani ukapata adhabu ya akhera haliwapi mafanikio makafiri. Tilka darul akhirat, hii nyumba ya akhera ya peponi, najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tumekwisha waandalia wale ambao hawapendi kujitukuza katika dunia hii wala kufanya uharibifu. Wala aqibatu lilmuttaqin,
na marejeo mema yanashawathibitikia wale wacha Mungu. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha, atakayekuja na tendo la wema atapata khairi kuliko wema wake. Man jaa bil sayyi'ati, atakayekuja na uovu fala yujza illa mithlaha, fala yujza alladhina amilu sayyi'ati, hawatolipwa watakokuwa wamefanya maovu illa ma kanu ya'malun, isipokuwa kwa mujibu wa yale waliokuwa wakiyafanya. Innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad, innal ladhi farada alayka alqur'an, hakika yule aliyefaradhisha kwako Qur'ani, laradduka ila ma'ad, atakurejesha katika maadi yako. Qul waambie, rabbi a'lamu man jaa bil huda, Mwenyezi Mungu wangu anajua wale waliokuja na uongofu. Wa man huwa fi dhalalin mubin, waliokuwa wako katika upotevu wa dhahiri. Ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab, na wewe Muhammad hukuwa kabisa ukitarajia kuwa utateremshwa kitabu, illa rahmatan min rabbika, isipokuwa ni rehema ile kushikadiliwa kwa kutoka Mola wako. Fala takunanna dhahiran lilkafirin, kwa hivyo usije ukawa kabisa mwenye kuwasaidia makafiri, usijifanye wewe msaidizi wa makafiri. Fala takunanna dhahiran lilkafirin wala yasuddannaka, wala asijaka kuzuia an ayatin Allah, wakakuepusha na kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada unzilat ilaika, baada ya kuteremshwa kwako. Wad'u ila rabbika, mlinganie Mola wako, wala takunanna minal mushrikin, wala usiwe kabisa katika washirikina. Wala tad'u ma Allah ilahan akhara, wala usimwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. La ilaha illa hu, hakuna mwingine anastahili kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu wa haki. Kullu shay'in halikun, kila kitu kitaangamia, kila kilicho duniani kitatoweka, illa wajha, isipokuwa dhati yake Mwenyezi Mungu. Lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un, kwake yeye Mwenyezi Mungu ndio kwenye uamuzi wa haki na uadilifu, na kwake nyote mtarejeshwa mkahukumiwe. Allahumma ruddana ilayka maraddan jamila, واهدنا إلى صراطك المستقيم، وارزقنا اتباع نبيك ورسولك والصالحين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.